Kampeni za mwaka huu hazina mvuto ukilinganisha na miaka iliyopita. Ni maneno ya mchambuzi wa siasa za ndani Mohamed Issa aliyefanya mahojiano na BBC Swahili akieleza hali ya kisiasa inavyoendelea nchini Tanzania mwezi mmoja tangu kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi mkuu Agosti 28, 2025. Msikilizaji na mtazamaji wa VOT Media, karibu kusikiliza na kutazama makala hii ninayoisoma hapa BBC ikisimuliwa nami Latifa Leonard. Kwa sasa picha kubwa inayoonekana ni chama tawala CCM kutawala anga la kisiasa kwa nguvu kubwa, likijaza viwanja vya mikutano na kuonekana peke yake katika sehemu nyingi za nchi. Vyama vingine vidogo vya upinzani vinavyoendelea na kampeni vimekosa rasilimali, nguvu na hata ufanisi wa kushawishi umma kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita. Chama kikuu cha upinzani Chadema kilitangaza mapema kuwa hakitashiriki uchaguzi huu, hatua iliyosababisha pengo kubwa na kuondoa mvuto uliokuwa ukionekana miaka iliyopita. Kwa upande wa chama kingine cha upinzani chenye ukubwa, mgombea wake urais Dr. Luhaga Mpina bado hajaanza kampeni kutokana na kuenguliwa kwake na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, kesi yake ikiendelea mahakamani kupinga hatua hiyo. Kwa mujibu wa rekodi za INEC, kati ya vyama 19 vilivyosajiliwa nchini, ni Chadema pekee kimeamua kutoshiriki uchaguzi wa mwaka huu, huku vyama vingine 18 vikijitosa, 17 vikisimamisha wagombea urais. Hali hii inafanya uchaguzi huu wa Oktoba 29 kuwa wa kipekee tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 na uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi 1995, kwani ni mara ya kwanza chama kikuu cha upinzani kujitoa kabisa kushiriki uchaguzi mkuu. Na nukuu, hakuna chama chenye mizizi imara kwa upande wa upinzani kuweza kukabiliana na CCM. Hata mikutano ya vyama vinavyoendelea na kampeni haionekani kuleta shamra kama miaka ya nyuma. Hayo ni maneno ya mchambuzi wa masuala ya siasa. Katika chaguzi za miaka iliyopita, vyama kama Chadema, CUF, NCCR Mageuzi au hata TLP vilikuwa na nafasi ya kuibua mijadala mikali na kushindana vikali na chama tawala. Mikutano ya kampeni ya upinzani mara nyingi ilikuwa na umati mkubwa wa watu, ikionyesha hisia za kisiasa zilizogawanyika zaidi miongoni mwa wananchi. Lakini mwaka huu hali hiyo haipo. Badala yake CCM imeonekana kutawala kabisa uwanja wa kampeni, ikifanya mikutano mikubwa inayojaza maelfu ya wananchi, huku wapinzani wakijikongoja na mikutano midogo isiyokuwa na uhamasishaji mkubwa. Hata hivyo, sio kila mchambuzi anayeona hali hii kama ishara ya udhaifu wa demokrasia. John Ngwandu, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyezungumza na Clown Media, anatoa mtazamo tofauti. Na nukuu, tunakwenda vizuri, vyama vyote vinavyoshiriki vinapambana kwa kadri vilivyojipanga. Aligusia hayo alipohojiwa na Clown Media nchini Tanzania. Kwa mujibu wake, hali ya kampeni sasa inaonyesha ushindani unaolingana na nguvu, maandalizi na rasilimali za kila chama. Anasisitiza kuwa japo vyama vya upinzani havina ukubwa sawa, bado vinajitahidi kuweka ajenda zao mbele ya wapiga kura. Sauti za wananchi zinaonyesha mtazamo unaofanana kwa kiasi kikubwa na ule wa machambuzi, hasa kuhusu ukosefu wa mvuto kwenye kampeni za mwaka huu. Selemani Pakal, mkazi wa Dar es Salaam, anaona taswira ya kampeni kwa mtazamo wa matokeo. Uchaguzi ni kama umemalizika. Huoni ni kwa nini CCM isishinde kwa kishindo kama utaangalia kampeni zilivyo? Mwananchi mwingine Naomi Metusela anahisi kwamba kukosekana kwa Chadema kumeondoa radha ya uchaguzi. Chadema kutokuwepo kumepunguza radha ya uchaguzi. Ni kama uchaguzi hakuna. Mimi nimetembea Dar es Salaam, hata bango moja la mgombea urais wa upinzani sijaona, naona CCM tu. Alisema hivyo. Chadema yenyewe inasema kinachoendelea ni kiini macho, na huo ndio msingi wa kutoshiriki kwa uchaguzi wa mwaka huu mpaka mifumo ya uchaguzi itakaporekebishwa ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki na wenye ushindani. Lakini si wote wanaojadili uchaguzi kwa mtazamo mmoja. Katika mazungumzo ya vijiweni, mijadala imegawanyika kati ya wanaozungumzia kampeni ya uchaguzi wa Oktoba 29 na wale wanaojikita zaidi kwenye maandamano yaliyotangazwa kufanyika siku hiyo hiyo. Wapo wanaona mjadala wa kura umepoteza mvuto na badala yake maandamano yanaibua hisia mpya za kisiasa. Mchambuzi Issa anabainisha zaidi, na nukuu, wakati fulani mikutano ya kampeni ilikuwa kivutio chenyewe. Vyama vya upinzani vilivyokuwa na nguvu kama CUF na Chadema vilileta hamasa kubwa, lakini mwaka huu uchaguzi umedorola kiasi fulani tofauti na miaka ya nyuma. Kwa upande wa chama tawala CCM,
Kwa uchaguzi huu umezingatia vigezo na utaratibu wote wa ushahidi ni uwepo wa vyama 18 vinavyoshiriki kasoro Chadema. Kwa mantiki hiyo, uchaguzi wa mwaka huu usichukuliwe kirahisi hata kama upinzani hauna nguvu kubwa. Mgombea wake urais, Rais Samia Suluhu Hassan, aliwajibu wanaohoji kwa nini chama chake kinatumia nguvu kubwa licha ya upinzani kuonekana dhaifu. Nanukuu, Waswahili wanasema anayedharau mwiba ukimchoma mguu unaota tende. Sasa usisubiri mpaka uchomwe na msumari, hata mwiba lazima ushughulikie. Kauli hii inatoa picha kwamba CCM bado inaliona jukumu la kampeni kwa wananchi kama jambo la msingi bila kujali ukubwa au udogo wa changamoto kutoka kwa wapinzani. Hii ni VOT Media. Niliyekusimulia makala hii ni mimi Latifa Leonard Kita, nikiisoma pale kupitia BBC Swahili. Tumechangamka.